mchoraji mmoja maarufu wa picha. Katika harakati zake za kuchora picha, alikutana na mteja ambaye akamuuliza swali moja. Akamuuliza, katika kazi yako ya uchoraji ni kitu gani hasa kigumu ambacho unakiona wewe? Mchoraji yule alimjibu kwa urahisi sana, akamwambia, kitu kigumu katika kazi yangu si kuchora picha nzuri, lakini ni kusahihisha makosa ya picha ambayo imeshachorwa. Ukikosea mstari mmoja tu katika kuchora picha, kuna uwezekano mkubwa picha yako yote ikatokea vibaya au ikaharibika. Na ndivyo ilivyo katika familia. Tunasema familia ni familia, tunasema ndivyo ilivyo katika familia. Wazazi ni watu ambao wana jukumu la kuchora picha ya maisha ya watoto wao. Wana jukumu la kuchora picha la maisha ya watoto wao. Sasa big problem ni kwamba watu wengi leo, wazazi wengi leo wa kizazi hiki, kuna makosa matatu ambayo wanakuwa wanayafanya. Kuna makosa matatu ambayo wanakuwa wanayafanya. Nipende kukwambia kwamba siku ya leo hatutazungumzia kwa habari ya wazazi wabaya, lakini tutazungumzia makosa ambayo hata wazazi wenye nia nzuri tu wakati mwingine huwa wanayafanya, pengine kwa kujua au pasi na kuwa na uelewa na kitu ambacho wanakifanya. Kosa la kwanza ni kwamba wazazi wengi wanatoa vitu kwa watoto wao, lakini hawatoi uwepo wao kwa watoto wao. Wanatoa vitu kwa watoto wao, lakini hawatoi uwepo wao kwa watoto wao. Utafiti uliofanywa na UNICEF unaonyesha kwamba takriban 40% ya watoto kuanzia miaka 2 mpaka 4 wao wanakosa ukaribu na wazazi wao au walezi, jambo ambalo linaweza kuasili ubongo wao, kuasili tabia na hisia zao. Sasa unatakiwa kuelewa kwamba mtoto wako anaweza akasahau vitu ambavyo umempatia, zawadi ambazo umemletea, lakini hawezi kusahau muda na upendo uliomwonyesha pindi ulivyokuwa naye. Kuna mtu mmoja alishawahi kusema kwamba people will never forget how you make them feel, akiwa na maana ya kwamba watu hawawezi kusahau vile ambavyo umewafanya wahisi. So hivyo ndivyo pia ilivyo na kwa watoto. Mtoto wako anaweza akasahau viboko, anaweza akasahau fimbo ulizompiga, anaweza akasahau ada uliomlipia, anaweza akasahau chakula kizuri ulichomnunulia, anaweza akasahau zawadi za nguo ulizomletea, lakini kamwe hawezi kusahau ule muda ambao umekuwa ukimpa, ukitumia naye, ukimshauri, ukisikiliza vile ambavyo anahisi, yani ukamfanya ajione kwamba okay, mzazi wangu ni sehemu ya maisha yangu na ninaweza nikawa free kumwambia chochote. Na kwa kufanya hivyo, manake inakuwa inaimarisha afya ya ubongo ya mtoto, inaimarisha tabia ya mtoto, na hisia za mtoto zinakuwa imara. Unakuta unatengeneza mtoto ambaye anakuja kuwa bora hapo baadaye. So na kitu kingine ambacho, kosa lingine kubwa ambalo wazazi wengi huwa wanalifanya ni wanatawala watoto wao kwa hofu na si kwa uaminifu. Wazazi wengi, hii ni changamoto kubwa sana, na utafiti huu ambao umefanywa na shirika la afya duniani WHO unaonyesha kuwa takribani watoto bilioni 1 huwa wanapata adhabu za kimwili kila mwaka, ambao utafiti huu unaonyesha kwamba kitu hichi kinapelekea kuongeza uchokozi, lakini pia msongo wa mawazo na mabadiliko ya kitabia. Unapaswa kuelewa kwamba yani siku hizi, wazazi wa siku hizi, anataka mtoto wake amwogope. Kumbe mtoto wako sio adui yako. Mtoto wako inabidi umfanye rafiki. Kuna familia zingine baba akiingia tu ndani, watoto kama walikuwa wanaangalia TV wote wanaenda kulala.
baba wakimuona tu baba amefika, kama walikuwa wanacheza wote wanakimbia wanaenda ndani kulala. Kwa nini? Kwa sababu baba ameshatengeneza ile hofu ndani yao. Kwa hiyo hawamuheshimu kama baba, ila wanamchukulia kama dikteta fulani ambayo wanaishi naye kama nini katika familia. Ni kwamba hawamuheshimu, sio kwamba wanamheshimu, ila wana nidhamu ya oga. Na hili lina madhara makubwa sana, kwa sababu pindi mzazi anapokuwa hayupo pamoja nao, manake ni kwamba watoto hawa wanaweza kubadilika. Kwa nini? Kwa sababu heshima yao inakuwa tu pale pindi hapo baba yao au mama yao iko pamoja nao. Sasa tunasema kwamba hofu inajenga tu tabia ya muda mfupi, lakini uaminifu unajenga tabia ya muda mrefu. Unatakiwa ukiwa free kwamba umemgeuza mtoto wako ni kama mshirika wako, sio adui yako. Kama umemgeuza kama mshirika wako, mtoto wako anaweza akawa free, akakwambia vile ambavyo anahisi, akakwambia anavyotaka kuwa, akakwambia malengo yake, akakwambia changamoto anazozipitia. One of the big problem kwamba ambayo inapelekea saizi vijana wengi wana mmomonyoko wa maadili, vijana wengi wanajikita katika madawa kulevya. Kuna watu wengine, kuna mzazi mwingine yani ana muda na mtoto wake, yani mwingine utakuta mtoto wake ndo kwanza yuko shule ya msingi, lakini anavyomlea, yani anamlea kama kuku wa kienyeji, anahisi ashakoma, ana muda. Sasa unaweza kufikiria kwamba mtoto huyo anakuwa ana hofu, anakuwa anamuogopa baba yake, hata kama anapitia changamoto kiasi gani, hata kama anaumwa, anakuwa hana uhuru wa kuweza kuombea baba yake. Kwa nini? Kwa sababu baba yake ametengeneza hofu ndani yake. Babake au mamake ni mtu ambaye hafikiki. Mtoto hana ule ujasiri wa kusogea kusema baba anapitia 1, 2, 3, 4, na ndio maana nakuta kuna tabia nyingi za ajabu ambazo zinaendelea. Chanzo chake si tabia hizo, kwamba tunapoangalia kwamba tunaposema mti huu unatoa matunda mazuri ya maembe, maana yake tunatakiwa kuangalia kwamba mizizi yake ina uwezo mkubwa wa kufyonza nutrient, kwa maana ya kwamba mineral and salt. Sasa tunaposema mtoto huyu ana tabia nzuri, maana yake tuna uhakika kwamba misingi na mizizi aliyolelewa katika wazazi wake, maana yake ni mizizi imara, kwamba walimjenga katika misingi ya uaminifu, kwamba mtoto huyu hata mzazi anapokuwa hayupo pamoja naye anakuwa yuko free. Ndio maana ukienda kwenye vyuo vingi leo unakuta mtoto wa kike akiwa kwao anavaa sketi ndefu inafunika mpaka miguu, lakini akifika chuo anavaa suruali, anavaa visketi vifupi. Kwa nini? Kwa sababu nyumbani wazazi wamemtengenezea hofu, lakini akija chuo anaona ni free space, ni free planet. Unakuta mtoto wa kiume same applied, nyumbani hatumii pombe, lakini akifika chuo, kwa sababu wengine wanatumia naye anatumia. Lakini kama mzazi angemjenga mtoto katika uaminifu, angemjenga katika uaminifu, unaweza kufikiria kwamba wewe mzazi ambaye una mtoto, unaweza ukafikiria kwamba kuna baadhi ya tabia ambazo mtoto wako hana na alikuwa hana na saizi anazo. Ushawahi kujiuliza tabia hizo kazitoa wapi? Na baada ya kuelewa tabia hizo kazitoa wapi, ushawahi kujiuliza chanzo cha tabia hizo ni nini? Ni nini ambacho kimesababisha mpaka mtoto wako afikie kwenye tabia hizi? Na baada ya kugundua hilo, ushawahi kujiuliza ni kitu gani ambacho unapaswa kukirekebisha? So unatakiwa kuelewa kwamba yani jukumu la kumtengeneza mtoto bora liko kwako mzazi. Lakini kosa la tatu kubwa ambalo wazazi wengi wanalolifanya ni kwamba kosa kubwa la tatu ni kwamba wazazi wengi wanafundisha kwa maneno, lakini wao wanaongoza kwa matendo mabaya. Mzazi anamfundisha mwanae usirudi nyumbani saa 8 usiku, lakini yeye mzazi anarudi saa 8 usiku. Ni kweli nyumba ni yako, lakini mtoto anakiangalia mara nyingi kile mzazi anachokisema, kwamba usirudi nyumbani, usilale nje, lakini anashangaa mzazi umelala nje na hujatoa taarifa. Mama labda baba hana taarifa, au mama hana taarifa ya mzazi mwenzie, yani mzazi wa kiume hana taarifa ya mzazi mwenzie, au mzazi wa kike hana taarifa ya mzazi mwenzie, na watoto pia hawana taarifa kwamba yamkini baba ameenda safarini au mama ameenda safarini. Anashangaa tu umelala nje, alafu unakuja kumwambia eti usilale nje, usilale kwa watu. Angalia hicho, mtoto anaiga
vitendo, yani vitendo vile, yani afuati mfano wa maneno, afanye kile unachomwambia afanye, lakini afanya kile ambacho anaona baba yake anafanya. Kwa ukiwa na mfano mzuri kwa mtoto wako, unakuta mtoto anaanza kuwa na tabia nzuri. Ukiona mtoto wako ni mlevi, usianze kulaumu kwamba anakutana na makundi mabaya. Kundi baya la kwanza kabisa ni wewe mzazi, ambaye umeshindwa kuweka umakini kwa mtoto wako na kuhakikisha kwamba hayo makundi mabaya hayabadilishi tabia ya mwanao. Ingekuwa ungetengeneza mizizi imara ambayo imemjenga mtoto wako, sifikiri kama makundi mabaya angeweza kumwasili. Otherwise yeye angeweza kuyaasili hayo makundi mabaya na kuyabadilisha. Sasa ni kwa nini makundi mabaya mbadilishe? Kwa sababu kundi baya la kwanza, naomba nikiseme hichi kwa msisitizo, ukiona jamii yoyote na mmomonyoko wa maadili, tusianze kutafuta sababu eti factors for drug abuse. Yani factors hiyo, tunasema kundi baya la kwanza linaanzia katika familia. Kundi baya la kwanza linaanzia kwa wazazi nyumbani. Kwa nini? Kwa sababu mzazi ukishindwa kumfanya mtoto wako awe ni aina ya mtu bora, maana yake usitarajie kuwa jamii itakuwa na aina ya vijana ambao ni bora. Sahau, haiwezekani kabisa. Sasa unatakiwa kufahamu kuwa tukitaka kujenga jamii bora, ni lazima tuanze kujenga familia bora. Tukitaka kujenga familia bora, ni lazima tuanze kuwa na wazazi ambao ni bora, na tukitaka wazazi bora, ni lazima tuanze kuwa na maamuzi bora. Sasa unatakiwa kuelewa kwamba jamii bora haijengwi kwa ajali, lakini inajengwa kwa kutengeneza msingi imara katika fikra, hisia na akili za watoto. So kwa kufanya hivyo, tutajikuta tunajenga jamii ambayo ni nzuri. Ni kama mchoraji, ukikosea kuchora square moja ya box, usitarajie kwamba picha yako itatoka ni perfect. Lazima kama mzazi, ni mtu ambaye una jukumu la kuhakikisha kwamba unachora picha ya maisha ya mwanao, kwamba mzazi yoyote yule ni mwana sanaa, na sanaa yake ni kuhakikisha anachora picha yenye maudhui bora na sahihi kwa mtoto wake, kwa ajili ya mustakabali wa jamii na taifa na dunia kwa ujumla.